Remember I said that the manifestation comes from within. Sio kitu unasema ninashukua. Ile nataka kuendelea ni kutoka hapo. Bwana sifiwe. Na niseme ya kwamba that encounter, it can transform somebody. Inabadilisha mtu, anakuwa mtu tofauti kabisa. Bwana sifiwe. Na tuliongea kuhusu Paul tuliongea kuhusu Paul, na ningetaka tusome Galatians chapter 1 verse 11 and 12. But I want you to know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through the revelation of Jesus Christ. Bwana sifiwe. Kwa sababu Jesus Christ revealed himself to Paul. Bwana sifiwe. Alijidhihirisha kwa Paul. Akapatia Paul encounter. Bwana sifiwe sana. Na kwa hivyo Biblia inasema, na tuliongea hapo, that after the encounter Paul went to the desert of Arabia. Bwana sifiwe. And it was immediately after his conversion. Madhani ya gosho. He went to Arabia and he spent time in desert with God. Akakuwa na time na Mungu in the desert. Bwana sifiwe. Wakati huo Paul alikuwa na Yesu katika desert. Madhani ya gosho. It really gave him a transformation, a transformed life. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha Mungu akikupatia encounter siku ya leo, akutembelee, adhihirishe nguvu zako katika maisha yako, hunyamazingi. Amen. Unatafuta time na Mungu. Bwana sifiwe. Unatafuta time yako na Mungu peke yako. Hallelujah. Diposa ukaweze kuwa transformed. Blessed be the name of the Lord. In fact, after Paul had time with God, after those 3 years in Arabia, Bwana sifiwe sana, aliweza kufanya kazi ambayo ni effective kushida the disciples. Actually, anasema in the Bible that he came later, because the other disciples walikuwa beleni, but he came later. Amen. And he's the one who did kazi abapo that was very effective than any other disciple. Amen. Kwa hivyo mwaka huu diposa Mungu aweze kudhihirisha nguvu zetu, ni kumaanisha mtu anahitaji kuwa na time na Mungu peke yake, na sio time ya kawaida. Amen. Ni time ya kungangana na Mungu akupatie transformation. Blessed be the name of the Lord. Akupatie transformation. Kwa sababu when you are not transformed, you are not able kudhihirisha the glory of God. Bwana sifiwe. You shall not be in a position to manifest the glory of God. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha mtu anakibizana na Mungu mwaka huu ndio uweze kuwa transformed. Blessed be the name of the living God. Ndio uweze kufanya muujiza, ndio ufanye kuponya watu. Unakunywa encounter, unapatiwa encounter na Mungu, alafu unapata time yako na Mungu, ndio akuwezeshe uwe na uweza even wa kuheal. Bwana sifiwe sana. Blessed be the name of the living God. Because we are saying that people are tired.
They are sick and tired of religious activities. They want to see God. Bwana sifiwe. Na kama tutaweza kubadilisha the society, kama tutaweza kuleta nguvu za Bwana, ni lazima tuwe transformed as an individual, not as a group but as an individual. Bwana sifiwe. Na ni lazima tuweze pia kuelewa the spiritual. Do you remember the first day we talked about life is spiritual? Tuelewe vizuri venye Mungu anafanya kazi. Blessed be the name of the Lord. Kwa sababu mwaka huu, tafadhali, don't miss out with God. It's a very good year and a tough year, as we said. Kwa hivyo ni mwaka ambayo yule atatembea na Mungu, your life will never be the same. Kwa hivyo ni kumaanisha mwaka huu kwako, it is either kuwe kuzuri kabisa ama kuwe kubaya kabisa. Kwa hivyo kuna kufanya uamuzi hapa. Kuna kufanya nini? Uamuzi. Hallelujah. We are not giving up. We don't know what the devil is planning. We must be ready. Lazima tuwe tayari. Hallelujah. Kwa sababu nao watu watakuwa wakitafuta, yani they have the thirst ya kujua Mungu. Watakuwa wakitafuta Mungu. Watakuwa wakitafuta kujua Mungu huu. Madhani ya gosho. So it is very important mwaka huu tubadilishwe. Blessed be the name of the living God. Bwana sifiwe. Na tulisema ya kwamba it is a year of hearing God. Ni mwaka wako igua Ngai. Na kuna watu hawajui Mungu anaongeaga aje. Kuna mtu hata hajui Mungu anaweza kuongea aje. Kuna watu hata hawajui kama Mungu huwa anaongea. Lakini Mungu huwa anaongea. And Bwana akisema ya kwamba atasikia, tutaweza kusikia sauti ya Bwana. It's another walk with God. Hallelujah. It's another walk with God. Neguo tohote kuigua Ngai. Blessed be the name of the Lord. So that you are able to overcome. Amen. Hallelujah. Now, look at it this way. Wakati Mungu akamtuma Moses katika kule Egypt. Blessed be the name of the Lord. And God first transformed Moses. Madhani ya gosho. Akafanya Moses ajue Mungu in reality. Akapatia Moses an encounter. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Moses was with God. Hallelujah. He experienced God. So when he was coming to Egypt, he was not talking to them a God he does not know. He was talking to them a God he knows. He was talking to them a God he has had. He has had him and God has given him an encounter. Amen. So this is not the same Moses who was there when he was killing an Egyptian. Bwana sifiwe. It's a different Moses. It's a transformed Moses, ready to display the power of God. The Egyptians did not know our God. They knew many gods. They worshipped many gods. Madhani ya gosho. Kwa hivyo kushida ukiwaambia Mungu wa Abraham, Mungu wa Jacobo, hata kuna bahari Farao alimwambia, I don't know your God. Wakati alimwambia, let the people go to worship God. Farao alikuwa anamwambia, I don't know your God. Mimi sijui huyo Mungu wenu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha hawakuhitaji kuambiwa kuhusu Mungu wa Abraham. They needed to be shown God. Hallelujah. They needed to see God. Bwana sifiwe. Madhani ya rogosho. Actually ukisoma kwa the first miujiza ile ilitendeka. Bwana sifiwe. The Bible says that as Moses aliagusha the Lord, ikakuwa snake. They also agusha zao, they became snakes. Bwana sifiwe. Wacha nikuambie, the magicians of those days,
They understood the spiritual realm of the kingdom of the enemy. They understood. Hawakuwa na sarakasi. Haya, Bwana sifiwe. They understood their kingdom. Bwana sifiwe. So hakuna kitu walisema hata wao waliagusha. So walikuwa wanaelewa ufalme wao unafanyaga kazi namna gani. Bwana sifiwe. Kwa hivyo waganga wa siku hizi ni fake tu. Ni fake. Bwana sifiwe. Ndio wanafanyanga vituko na sarakazi, wakiitishaga watu vitu nyingi waigize covenant. Are we understanding? Now, I'm back to my message. Kwa sababu naye Moses alikuwa amepewa, he had an encounter with God. He was not shaken. Bwana sifiwe. Ndio aliweza kudhihirisha Mungu, akihota kuona ni ya Ngai in reality. Na hivi ndivyo tunaongea kanisa, ya kwamba tunahitaji kuonyesha Mungu in reality, yani Mungu aonekane. Bwana sifiwe sana. Waliperekana sana na magicians na waganga wa huko. Bwana sifiwe. Kwa sababu hata wao walikuwa na powers. Bwana sifiwe. Until when aliweza kuwaonyesha, my God is still powerful. My God is still God. They were only able to perform 3 miracles. And the 4th one, they were not. Bwana sifiwe. And finally, that one that which made Pharaoh say, you can now go and worship your God. Ni wakati Mungu alijidhihirisha and killing all the firstborns, including Bwana sifiwe sana, including the son of the Pharaoh. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha, when we are talking about this year, we manifest the power of God. Tukiambia watu Mungu yuko, Bwana sifiwe, lazima tuwe na uweza wa kuwaonyesha Mungu, si kuongea. Kwa nikiongea this time, ni kama itakuwa wakati wa Elijah and the wakati of Baals. Bwana sifiwe. Kwa sababu kanisa kuingiliwa, washeni niwaambie, mlikuwa mnasema 2021 will be tough. Amen. You know, understand something. God does not manifest himself when there is no issue. Hello? Kuna mtu anaelewa hivyo? God does not manifest himself when there is no issue. Kwa hivyo lazima kuwe na issues zitafanya Mungu ajidhihirishe. Na ndio tunasema is a tough year. Kwa sababu ndio uweze kuonyeshana Mungu wako. Bwana sifiwe. Kuna mambo mazito itakuwa mbele yako. Kuna kuwa na challenges zitakuwa mbele, ili Mungu aweze kujidhihirisha. Blessed be the name of the living God. Hivyo ni vizuri kanisa tujiandae kutafuta uso wa Bwana. After the encounter that God you give us, after we get the ministry of the Holy Spirit, after tumekunywa mafuta, then have time with God. Amen. Uweze kusikia sauti ya Bwana. Madhani ya gosho. Na diposa hearing God is very important. The spiritual ears is very important. Ninaona Mungu ananirudisha kwa gates. Kwa sababu mwaka huu kama kuna kitu kitazuia wewe kubarikiwa, ni gates kuwa captured. Kwa hivyo kila mtu ni lazima uhakikishe that your spiritual gates are not captured by the devil. Tuko pamoja? That your spiritual gates are set free. That your spiritual gates are open continually, according to Isaiah 60 verses 11. Because that is the kingdom principle, that the spiritual gates are supposed to be open continually. Madhani ya gosho. So that men who are supposed to bring us the wealth of the nation wapate njia ya kuzileta. Amen. Kwa hivyo hata kama Mungu anataka kutubariki, hata kama Mungu anataka kutuletea baraka, ni lazima tujue ya kwamba
our gates are open. Hallelujah. They are not captured by the devil. Kogu hena wera wa kuruta. Wa mtu siku hizi, wa mtu this year, don't just assume agaria maisha yako. Wale mumesoma about the spiritual gates, maana sifudishi venye nafundishanga. Be very careful. Uangalie kama kuna zilifunguka kabisa. And then you build a spiritual hedge so that the devil will not open up them. Bwana sifiwe. Ukitembelea waganga kitu moja shetani kushika is the spiritual gates. He must, lazima ashike. Tuehamwe. Bwana sifiwe. Lazima ashike. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua that the kingdom of God is governed by principles. Anajua Mungu kuna unaona, God may say something but atafanya jambo, but that something is not automatic. There is something that God expects us to do. Amen. So hearing the voice alone will not be enough. Amen. This year will be very tough for you. Lakini ukijua siri, it will be a very good year for you. Bwana sifiwe. Na nimeamua kwangu, it will be a very good year for me. Bwana sifiwe. It will be a very good year for me. No matter what the devils have planned, I don't care what they have planned. Bwana sifiwe. I don't care what they have planned. Because God has good plans for us, but the devil has evil plans for us. So as God is planning good for us, he is planning evil for us. Blessed be the name of the Lord. So, kwa nini shetani huwa anashika the gates of hearing? Why does he get hold of the gate of hearing? Why does he take siege the gate of hearing? So that you don't hear God. Bwana sifiwe. And ukikosa kusikia sauti ya Bwana, ukikosa kuielewa sauti ya Bwana, Bwana sifiwe, utasikia sauti yake. Kwa hivyo ni kumaanisha manifesting God will be very difficult for you. Bwana sifiwe. You see, when you hear the devil will make sure that you become coward. Bwana sifiwe. You become mtu ambaye ako na uoga. Bwana sifiwe. Kwa hivyo you will not be effective katika mambo yako. Not only on the things of God, even on your personal issues. Blessed be the name of the Lord. Kwa sababu mtu ambaye anasikia Mungu, hata katika biashara atafanya vizuri. Hata katika boma atailida vizuri. Kwa sababu yeye mwenyewe anasikia Mungu. Bwana sifiwe. Anakuongoza, anakuambia, do this, so you will hear God. Lakini hautasikia shetani. Lakini if the devil has taken siege of those gates, what will happen? Kwa hivyo tunasema, matomaria maiguaga Ngai ti matomaya. We don't hear God with the physical ears. As just we said, we don't, see things with the physical eyes. We see them in the spiritual eyes. Then they manifest in the physical eyes. So we hear God in the spiritual ears. Amen. Blessed be the name of the living God. Kwa hivyo ni kumaanisha that hearing is very important. Unaona tukiongea kuhusu imani. Imani ile inafanya kazi. Ni imani ile mtu amesikia Mungu akikwambia fanya jambo. When you see me do things, when you see me heal people, it's because I hear God. Hallelujah. I know I have prayed for many people, they have become healed. Others have died. Why? Kwa sababu kazi hii ni ya mwenyewe. Blessed be the name of the Lord. But imani ile inafanyanga kazi. Ni imani ile wewe umesikia Mungu akikuongoza kufanya jambo fulani. Bwana sifiwe. So when you hear the voice of God, what normally happens, anaondoaga kila doubt. Bwana sifiwe. Anaondoa kila doubt. So whatever you are doing, blessed be the name of the Lord. Whatever you are doing,
Hautakuwa na tashwishi. Kwa sababu already within your heart, within your spirit, you are feeling convicted. You are feeling God. You are hearing God speaking within your heart. So it's very important today. Remember I said that the manifestation comes from within. Sio kitu unasema ninashukua. It comes from within. Blessed be the name of the Lord. You know, even when we tell you receive, I normally see people maybe doing funny things. I see them jumping to receive the gift. I see them jumping to receive the gift. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. And sometimes I'm tempted to ask whether they do. Because you receive from within. You receive in the spiritual. It manifests in the physical. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna jambo unahitaji kufanya. Now, we talked about this man of God called Elisha, who gave the Israelites the message that God has said, I will be with you. You will even overcome the Moabites. So they carried the voice of God, and they went with the voice of God. But they were defeated, having the voice of God. Why were they defeated? Kwa sababu God expects us to know that when we hear God, there is something we need to do. Blessed be the name of the Lord. There is something we need to do. Because there's something we need to understand. Because God is a God of sacrifice. It's a God of covenant. Kwa hivyo ni kumaanisha this year, kama unataka kufaulu, know the secret of building a spiritual hedge. Ielewe hiyo, itakusaidia. Mwadhani ya roho yogoshi. So when you're talking about hearing, hearing ni nini? What do you know, hearing, what is hearing? Bwana sifiwe. It is listening to something or somebody and understand fully. Kwa hivyo tukisema hearing God, ni kuweza kusikiliza Mungu. Being able to listen to God and understand him. Hey, hallelujah. Yeah? You listen to God and understand him carefully. Yani uelewe anasema nini na anataka ufanye nini. Mwadhani ya rogosho. Because the ears are the doorways of information. Amen. So kama Mungu anataka kukuambia jambo, lazima mash the gates, masikio, the spiritual ears iwe imefuguka na isiwe imeshikwa. So today we are praying that our spiritual ears will be open, so that you are in a position to hear God and what God wants us to do. Bwana sifiwe. Kwa hivyo tunasema this season sio kusoma tu, but we have to put it into practice. We must hear God. Kwa hivyo ni kumaanisha usinyamaze tu uhiye God. Ndugaikare ogwo ate woigue Ngai. Ni lazima ungangane, umenyane na Mungu until you hear him. Blessed be the name of the Lord. Bwana sifiwe. My most miserable time is when God is quiet. You know, God does not speak all the times. The other time that he is quiet, my most miserable time. Kwa sababu nimejifundisha kutembea na Mungu na kusikia sauti ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Na hiyo ni kitu nimejifundisha. So sio kitu inakujaga just like that. Kwa hivyo ni kumaanisha tukinyang'anya shetani our gates of hearing, then do again like Paul, have time with God. Now tumenyang'anya shetani. We have overthrown the guards that are guarding the spiritual gates. We have destroyed the stronghold that are holding the spiritual gates. Then after that, have your time with God. Amen. Igia katika prayer and fasting. This is a year of prayer and fasting. Hey, hallelujah. So kama haujajifundisha kufunga, I don't know what you are going to do this year. Bwana sifiwe.
Kwa hivyo ni kumaanisha, tafuta sasa wakati wako, ambia Bwana, sasa ninataka nikusikie. Leo ndirenda nguigue. Already, because the gates are, open. Amen. And they are open to him. They are not open to the enemy. Because if they are open to the enemy, mamaundo maria ogweka, they are crazy things. Amen. How many people wakona wameitwa na hawajui na wanakaanga hivyo tu? Blessed be the name of the Lord. Many people just live ignorantly. They just live like that. They don't know what they are supposed to do. And you will hear somebody saying, "Dio yore ajagereirwo ni gwika." So you are supposed to hear God directing you what you are supposed to do. Amen. You are supposed to manifest the gift. Hey, hallelujah. You're supposed to manifest the gift within your heart. Bwana sifiwe. And the first manifestation is being filled with the Holy Spirit. Let me speak to somebody today. When you are not Holy Spirit filled, it might be difficult to manifest the power of God. Bwana sifiwe. Because God uses his anointing. Hey, hallelujah. Ndio aweze kufanya kazi. Kwa hivyo ni kumaanisha tunang'ang'ana na Mungu tujazwe na Roho na tunene na lugha. Hey, hallelujah. Usifikishe hapo. Ni kuambia Mungu, mimi nataka kujazwa na Roho na ninene na lugha mpya. Don't leave this conference before you are filled with the Holy Spirit and speak in new tongues. Bwana sifiwe. Usisubuliwe na kujiuliza maswali kama mtu lazima aongee. Hiyo itazuia ujazwe. Amen. Itazuia ujazwe. Bwana sifiwe sana. And after you are Holy Spirit filled na umejazwa, tafuta time na Mungu. Hallelujah. Usijazwe na Roho, unene na lugha, alafu unyamaze, ataenda. Hey, hallelujah. So ni kujazwa na Roho, kunena na lugha, alafu kutafuta uso wa Bwana. Then you'll be in a position to manifest the power of God. Blessed be the name of the Lord. You'll be in a position to manifest the power of God. You see, God said this year, there are so many people who will be put into shame. So many people who will be put into shame. Ni kwa sababu gani? Todo kuria do metirwo ni Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana sifiwe. Wakaitwa na Mungu. Mungu akawapatia mafuta. Mungu akajidhihirisha ndani yao. But with the time wakawachana na Mungu. Sasa wanafanyanga mambo yao. In fact today kuna kitu Mungu amenikumbusha na nikaona ni kweli. Bwana sifiwe. Na nikaanza kuangalia watu hawa sana. Angalia waibaji. I want to talk about waibaji. Those people start powerfully. Wanaanza na Mungu. Wanaanza na encounter. Nyimbo za kwanza wanakuanga wamesikia Mungu. Nyimbo za kwanza zinakuanga na mafuta. But with the time when they get into the field, wanawashaga Mungu. Sasa wanaanza kutafuta nyimbo za kutafuta pesa. Na diposa you can see them anywhere now, doing anything. I pray, Shiro, it will not be to you, so to you. You have started with the God, walk with the God, end up with the God. Kwa sababu utaibishwa. Bwana sifiwe. Turehamwe. Na nilikuwa ninaangalia one by one. Wale nilianza kutamani todo mabereirie na Ngai, magecoka magitiga Ngai. Kuguturoiga atiriri, once you get an encounter with God, walk with God. Don't be a person unafika pahali ugatiga Ngai. Washa kuwa mtu wa gutiga Ngai ukimucokagira, hapana. Blessed be the name of the Lord. Ni kuamua kutembea na Bwana. Letwaria Ngai rekirogosho. Ukitembea na Bwana, you will always live to hear God. Amen. Bwana sifiwe.
How many of us have lost the first encounter? How many of us lost the first encounter? Bwana sifiwe.